ya hija ilokamilia, ilo mabururi sawia, janna ndio wake ujira. Labbaik Allahumma Allahumma labbaik, jainaka Allahumma fi baytika al-atiq. Labbaik Allahumma Allahumma labbaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Africa TV2. Ni siku nyingine tena, walilahi alhamdu, tunakutana hapa katika dakika 15 nzuri. Hija yetu ndiyo ambayo anwani ya kipindi chetu, dakika 15 ambazo tunakwenda kuangalia Waislamu wanaifahamu vipi ibada ya hija. Lakini je, sikukuu hii ni ya kuchinja, tunaipa kipaumbele? Wengi wetu tunaipa nafasi kubwa sikukuu ya Eid al-Fitr kutokana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini unajua kwamba mwezi huu ni miongoni mwa mwezi bora, Dhulhijja. Mimi naitwa Ebu Mgema, na kama ilivyokuwa ada, tunatembea hapa na kuongea na baadhi ya Waislamu mbalimbali. Na leo katika mitaa ya Ilala nimebahatika kukutana na watu wakubwa, mtazamaji wa Africa TV, watu wakubwa kwa maana ya vyeo. Mtume anasema wekeni watu katika nafasi zao, na walilahi alhamdu Africa TV tumebahatika, ukiona vijana alafu wana vyeo vikubwa, basi walilahi alhamdu. Tunaye hapa Haji Papa, mimi namjua, ni sahibu wangu tangu tukiwa wadogo. Yeye ni katibu bila shaka. Naam, mimi naitwa Haji Jafar Dimoso almaarufu Haji Papa, ni katibu wa jumuiya moja ya vijana wa Kiislamu BAKWATA wilaya ya Ubungo. Alhamdulillah. Na akhui hapa, mimi naitwa Abubakar Ibrahim Hanje, ndiye mwenyekiti wa jumuiya ya vijana wa Kiislamu wilaya ya Ubungo. Alhabibi kakangu. Mimi naitwa Ali Ibrahim Bakari Hanje, na ndio mweka hazina wa jumuiya ya vijana wa Kiislamu wilaya ya Ubungo. Kwa tukimaliza hapa tunaokota mweka hazina. Kaka, tuanze kwako hapa. Sisi vijana bila shaka kila mmoja ana ndoto siku moja aweze kuwa alhaji. Sidhani kama kuna kijana wa Kiislamu ambaye alitamani hili. Matamanio yako yakoje siku moja na wewe uweze katika kushiriki ibada hii tukufu, ni nguzo katika nguzo za Waislamu? Walillahi alhamdu, kwanza kabisa ni lazima tufahamu kwamba hija ni miongoni mwa sehemu takatifu sana, na ni sehemu ambayo ni miongoni mwa nguzo za Kiislamu. Kila ambaye anajaliwa inshallah anatamani kufika huko. Mimi binafsi natamani kufika huko kwa sababu tuna mengi kama vijana, lakini vile vile tuna ifike hatua kwamba tunafanya maisha lakini tuna dini. No, na dini nataka baadhi ya vitu vifanye. Miongoni mwao ni kwenda kuhiji, na tunaamini kwamba tukifika kule wallahi alhamdu mambo yetu yatafunguka. Tumeona watu wengi wakifunguliwa mambo yao kwa kwenda kule. Kwa hiyo ni sehemu takatifu siku zote inabaki kuwa takatifu. Naam. Mwenyekiti, tuna maandalizi gani tunajipanga? Manake kila kitu ni maandalizi, kwa maana kufika kule ni mbali, kunahitaji fedha. Sisi kama vijana tunatakiwa tujiandae kivipi? Manake kuna mtu anakuambia, mwenyekiti, naona unamiliki gari ya milioni 17, lakini unaweza ukaniambia mimi uwezo wa kwenda kuhiji sina. Tunajipanga vipi kuhakikisha kwamba hii ibada na sisi tunashiriki, kwa sababu tukifanya hapa na nguvu ndo inakuwa yenyewe kuliko wazee umri umeenda. Tufanyeje ili na sisi siku moja tuweze kufika huko? Kwanza kikubwa, kutia nia. Mwenyewe binafsi kutia nia na kutawakal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kila kitu tunakiegemeza kwa Allah. Hata hii upande wa hija, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema walillahi alhijju man istata'a ilayhi sabila. Hii hija kwa mwenye kuweza, wengi wanaweza, lakini bado nia ile hasa hawajatia. Kwa hiyo katika sisi vijana tunawahimiza sana, ikiwa mimi mwenyewe na mwenye ndoto kubwa sana ya kufika huko, kwamba sisi tutie nia ya kikweli kweli, kwamba tuende katika hija ili tutimize lengo la nusu ya. Katibu, nia peke yake inatosha kweli? Yaani kwa nia zetu tunaweza kwenda kushiriki kweli ibada kwa nia kweli? Mimi ninachoona ni la kwanza ni hilo, kwa sababu innamal a'malu binniyat, kila kitu kinazingatia nia. Kwa sababu usipokuwa na nia, maana yake unaweza kwenye mihangaiko yetu kama vijana ukapata pesa labda takriban hiyo milioni 7 au milioni 10 hizo za kwenda kuhiji. Unaweza ukapata hiyo pesa, lakini wewe mawazo yako sasa, kwa sababu nia yako ulikuwa unatafuta pesa kwa ajili ya kununua magari na starehe nyingine, ukawa unashindwa. Na ndio maana kuna watu wengi wanao uwezo, kama ulivyosema mwenyekiti anamiliki gari ya milioni 17, lakini hija hajafika. Lakini ukiangalia hija ni kwenda hija wito sijaitwa lakini hija ni milioni 5. Sasa mwenyekiti hapa anasema innamal a'malu binniyat. Sasa nashangaa mwenyekiti wangu hajatia nia, kwa sababu uwezo huo anao. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu nasema kikubwa kwanza nia, alafu la pili ni kumuomba Mwenyezi Mungu katika nia zetu zile, basi atakabalisha yale ambayo tunayakusudia, kutupa uwezo wa kwenda kufika. Sisi tulobaki hapa kuna hii ibada ya kuchinja. Manake wale ambao tujajaliwa inatakiwa tuchinje.
Hebu niambie, kwa wilaya ya Ubungo mna jambo mnalifanya hili, nadhani mwenyekiti linakuhusu sana. Mna jambo mnalifanya kama vijana kukutanisha vijana? Siku hizi alhamdulillah Waturuki wenzetu wameijua thamani ya kuchinja. Sisi kama vijana tunafanyaje kuhakikisha kwamba ibada hii tunawashajihisha vijana, watoto wetu wadogo tunawashajihisha umuhimu wa kuchinja? Maana naona kama sisi tunajisahau, tunategemea sisi ni watu wa kupewa tu. Yaani Waturuki wachinje watupe. Lakini sisi kama vijana hatufanyi. Wewe ukiwa kama mwenyekiti wa wilaya Ubungo wa vijana wa Kiislamu, nini unafanya, mipango yako kuhakikisha kwamba na sisi tunachinja ili tuitekeleze ibada hii? Kwanza niseme alhamdulillah kwa kupata swali hili, kwa sababu limenigusa moja kwa moja. Lakini pia nikirudi nyuma, sisi katika mipango yetu wilaya ya Ubungo tulianza katika Eid al-Fitri. Tukasema tuweze kukusanyana sisi mwenye shilingi 200, 300, tukafikia lengo walau tukapata ile lengo la kutoa zakatul fitri. Lakini tukasema tutoe katika zaidi ya vijana 90. Lakini kwa hili pia baada ya kutekeleza lile kwa mafanikio makubwa, tukasema mpango wetu upo ambao bado upo chini chini, hatujautangaza, ni tunaanza kugusa mmoja mmoja kuweza kukusanyana walau tupate kwa uchache sana, hata ikiwa ni mbuzi mmoja, kwamba tufanye sisi kama sisi, tuondokane na ile dhana kama uliosema sisi tusubiri kupewa ili tuwape watu wengine. Sisi ndo tutoe ili watu wengine waweze kupata wenye mahitaji maalum. Zipo dhana kwamba tunazitengeneza hadi kwa watoto wetu kwamba sikukuu hii hatuipi kipaumbele, tofauti na sikukuu ile iliyopita ya Eid al-Fitr. Kwa maana hata maandalizi yetu tunaichukulia kawaida. Ni mara chache kuona familia baba ananunulia watoto nguo mpya katika sikukuu hii. Tumekuwa hivyo, maana utavaa zile zile, tunaipa udogo, tunaidogesha hii, yani tunaiminya. Tunafanyaje kuhakikisha kwamba sikukuu hii tunaiboost, kuhakikisha watu waifahamu kwamba hii ni miongoni mwa sikukuu kubwa, watu wachinje, watu wakahiji? Tufanye nini? Kwanza kabisa tamaduni. Unajua tamaduni zilivyo ni kwamba watu wanadhania kwamba sikukuu ni siku ya kutembea tu. Kwanza hilo inabidi kwanza tamaduni yenyewe tuiondoe kwa jambo la kwanza. Lakini elimu madrasa zetu zinafundisha sana. Tunajua na tunaweza kusikia na kufahamu kwamba hii idi ya kuchinja imetoka wapi. Kwa hiyo lazima kwa tuendelee kuikuza hilo swala. Idi ya kuchinja imetokana na nini, imetokea sehemu gani, na mpaka hapo ilipofikia dhamira yake ni nini. Lakini baada hilo tamaduni zingine wanadhania kwamba ikifika siku ya sikukuu kama hizi ndio tunakwenda kutembelea makaburi. Kitu ambacho si sahihi. Kusafisha. Kwenda kusafisha kaburi. Ina maana mtu amezikwa leo anasubiria siku ya Idi ya mwakani ndio aende kufanya nini? Kusafisha kaburi. Kwa hiyo kuna dhana nyingi hapa ambazo zipo katika hizi sikukuu. Sisi wenyewe walimu, madrasa zetu tuendelee kujikita kwenye kutoa elimu ya namna hiyo kwamba hizi sikukuu zina dhamira nini, dhamira gani, zimeletwa kwa ajili ya nini, na tuzikuze kwa namna ile ambavyo. Mwongea jambo zuri sana. Watu sikukuu hii tunaona ndo dhana ya kusafisha. Uende kwenye kaburi la mzee wako mpaka ifike sikukuu hii. Umetugusa sana. Shukrani sana. Mtazamaji wa Africa TV2, kama ilivyokuwa ada, hizi ni dakika 15 ambazo tunaitazama hija zetu ama hija yetu, na lengo ni kukuonyesha umuhimu wa masiku haya, na kukwambia tumepata bahati tunaye katibu mwenyekiti na mweka hazina wa Kiislamu wa wilaya ya Ubungo. Kwa kumalizia, sisi wote ni mahujaji watarajiwa, si ndio bwana? Haya. Na challenge kidogo, na swali vidogo, nategemea kwa ukubwa wenu mtaweza kupata, na mkipata situache hivi nitawapa zawadi. Zawadi ni zawadi tu, hata dua ni zawadi. Haya, ili mtu aweze kukamilisha hii ibada ambayo tunaitaka, sharti zake ni zipi? Zipo 4. Lakini kama mmoja akitaja 2 au mwingine akataja 1 au mmoja akaamua mimi nazitaja zote kwa niaba ya wenzangu, itakuwa heri. Nianze na katibu. Katibu si ndo mtendaji bwana? Sharti ya kwanza ania ni kunuia. Mwenyekiti atapiga sharti la pili inshallah. Uwe Muislamu. Ya tatu uwe mukallaf, kwa maana mwenye kubaligh. Mtu aliyebaligh. Na ya 4 tumwachie mwenye uwezo. Manistatwa ilahi sabila. Bwana kweli bwana, uwe Muislamu, uwe baligh, lakini uwe na akili timamu, lakini la mwisho uwe miongoni mwa, umelisema hapa limenitoka, usiwe mtumwa, kwa maana uwe na uhuru wako. Na hivi ndivyo wamejibu. Kwa vile wamejibu wote, naomba nichukue vikombe ambao vina nembo vya Africa TV. Hao ni viongozi, wakikaa katika ofisi yao basi watukumbuke na wasiache kutuombea dua. La mwisho, wito wako kwa Waislamu kwa ujumla kuhusiana na sikukuu hii ya Eid al-Adha. Wito wangu kwanza, tupo katika mwaka sisi wa uchaguzi. Wito wangu Eid al-Adha iwe ni chachu ya kuendeleza amani katika nchi yetu. Tupendane, tuheshimiane, na ile siku ya Eid pia, kwa sababu ni siku ya furaha, tuoneshane kwa mapenzi makubwa ambayo yaweze kudumu mpaka ila yaumil qiyama.
Kweli mwenyekiti, yani hapa umenipa kitu kikubwa kuhusiana na uchaguzi. Alhabibi, samahani nakupa kushoto kwa sababu nimeshika maiki hapa. Hivi ni vikombe ambavyo mkikaa ofisini huko msiache kutukumbuka, mnaweza mkafungua tu ili watazamaji wa hakiki. Mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha matangazo yetu hapa. Kama ambavyo unaona hivi ni vikombe, bila shaka ofisini vitakaa. Si vinakalika jamani? Sasa hivi vinakaa. Basi tunawashukuru, naomba muwe mabalozi wa TV yetu ili mambo yaweze kuwa vizuri ofisini. Mkiweka katibu ofisini huko kikombe kikakae. Basi inshallah. Nitakuja ghafla pale kisipokuwepo nitanuna. Bwana karibu sana na karibuni sana ofisini kwetu. Tuko pale Mazese darajani pale. Tuko maeneo yale, ukifika pale ukitupigia basi ukiuliza tu bwana ofisa Juvikiba pale utatupata inshallah. Bwana mimi niwashukuru sana, mkaendelee na istighali za kidunia, Allah walipe kila la kheri. Na mtazamaji wa Africa TV, hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha leo. Kumbuka ni hija yetu. Mimi naitwa Ibu Mgema kwa niaba ya timu nzima, Idrisa Mwaita, Swaleh pamoja na Shamsi Nyamoga, tukushukuru wewe ambaye umetukabidhi dakika zako 15 na Allah akuhifadhi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya hija ilo kamilia, ilo mabururi sawia, janna ndio wake ujira. Labbaik Allahumma, Allahumma labbaik, جئناك اللهم في بيتك العتيق. لبيك اللهم، اللهم لبيك.